Ikiwa Juni 26 ya mwaka 2026, kwa mahesabu tayari tupo katikati ya mwaka. Sasa wewe kama kijana una malengo, uliweka malengo na umejifanyia tathmini, kwa sasa upo wapi? Hilo ndilo ambalo tutalizungumzia leo katika Shajara. Mimi ni Victoria Mwakisimba, nipo na Kevin. Tupo hapa na tunaangalia kwa pamoja. Leo ni Juni 26 kama ulivyotangulia kusema, zimesalia siku kadhaa kukamilisha mwezi huu na tunaugawanya mwaka. Tayari tukiangalia yale ambayo uliyapanga pengine kwa wanasema kwa mbwembwe Januari yameenda sawa sawa, na ukipima ama ukipiga hesabu zako mambo yakoje? Ni mambo ambayo pia tutayatazama kwa kina zaidi, tukimulika pamoja na Anton Luvanda. Tuko naye hapa mhamasishaji, lakini tunaye Wanda Gordon, mtaalamu wa uchumi na uwekezaji. Tunaye hapa mtaalamu wa fedha na uwekezaji. Tutaangalia kwa kina zaidi. Karibu sana na Wanda. Asante. Karibu sana. Asante. Poa. Nianze na Anton Luvanda, MC Luvanda. Moja kati ya watu ambao wamefanya hii kazi kwa muda mrefu na kwa mafanikio makubwa. Mopao, vijana wengi wakikutazama, lakini pia wakiona kile ambacho unakifanya, kwa maana ya kile ambacho unakitoa kwa ukubwa, na mzee unaweka kwa maana majumba tu yanakaa. Shukrani sana. Na nimeona mara nyingi vijana ambao wako kwenye tasnia pia wakiyazungumza hayo kwenye mitandao, na mimi huwa napita naangalia. Mbona kama unajitoa katika hao vijana? Sema tu kweli. Sijawahi kuandika hivyo, lakini huwa napenda namna wanavyoandika kwa kukubali kwamba unafanya. Sasa tunazungumza kuhusiana na malengo. Watu mwanzoni mwa mwaka, hata mwishoni mwa mwaka wanapanga kuhusiana na mwaka unaofuata. Na mara nyingi tathmini wengine wanafanyaga mwishoni mwa mwaka. Sasa tunaangalia katikati ya mwaka yale ambayo umeyapanga mwanzoni mpaka hapa, pengine yametimia ama ni tofauti na vile ambavyo mambo yalivyo? Tathmini yako tu kwa namna ambavyo vijana wanapanga, watu wengine wanapanga kwa ukubwa sana kulinganisha hata na kile ambacho wanakipata wakati mwingine. Mimi nafikiri kwanza ni muhimu sana kupanga malengo. Either yanatimia au hayatimii. Panga. Yaani kwa sababu tunaita kuchungulia future. Lazima future yako ichungulie alafu uipange. Na wakati mwingine unaweza kupanga afu Mwenyezi Mungu akapanga vingine, lakini hakikisha unapanga. Kuna mtu anaitwa Les Brown aliwahi kusema, all you can do is all you can do. And all you can do is enough. But make sure you do all you can do. Unachoweza kufanya ndicho unachoweza kufanya. Na unachoweza kufanya kinatosha, ila hakikisha sasa unakifanya hicho unachotakiwa kufanya. Kwa hiyo kama umepanga malengo ya kifedha, lazima uanze sasa kutekeleza yale ambayo unataka kuyafanya. Umepanga malengo, ndicho unachoweza kufanya. Umeambiwa kuwa na mpango wa kusave shilingi 10,000 kila wiki, hakikisha unaisave ile 10,000. Kama ulipanga malengo ya afya, hakikisha basi unafanya yale malengo. Maana unaweza ukapanga malengo ya afya ukaenda gym, unaepuka kisukari afu kagongwa na gari. Kwa hiyo tunasema ni mambo mengine kabisa, au ukapigwa risasi. Sasa hivyo ni vitu ambavyo tunasema make sure that you have done all you have done. Kwa hiyo kama ni kupanga malengo, ni vizuri ukayapanga na ukayatekeleza. Sasa watu wengi mara nyingi wanapangaga malengo alafu wanaweka kwenye box. Na nafikiri kwa mwezi huu wa 6 kama Victoria alivyosema, kama ndio tuko katikati ya mwaka, ni muda mzuri kurejea, kuevaluate kile ambacho umekipanga. Wanasema ndege inapoanza kuruka, rubani huwa anarekebisha destination yake kila wakati, anacheki kwamba niko on track. Kwa sababu usipoangalia unaweza kujikuta unafikiri unaenda Arusha, kumbe tayari ndege imepigwa na upepo inaelekea Zanzibar na wewe umekaa tu unaendesha. Kwa hiyo ni vizuri kufanya evaluation kila wakati ili kuweza kurejea yale ambayo umeyapanga kama yametimia. Naam, Wanda, mtaalamu wa fedha na uwekezaji. Kijana yupo mwezi huu wa 6. Tathmini yake ya mambo yake ya kifedha anaifanyaje? So tathmini lazima itokee, na kama ilivyotaka kusema MC Luvanda, ulitaka kutimiza nini? So tathmini ni pale ambapo unaangalia kipi umefanya, kipi haujafanya, na unabidi ufanye jitihada gani za ziada ili utekeleze pengine kwa kiporo ambacho umekiacha kwa nusu ya kwanza ya mwaka, ili pia uweze kukamilisha kwa nusu nyingine ambayo imebakia. Kwa hiyo it all goes back to kuwa umeshatengeneza plan ambayo unaenda nayo kwa mwaka husika. Lakini ikiwa kwamba umedeviate very far from hiyo plan, unaweza ukaanza upya.
katikati ya mwaka. Yes, Nikaanza ukaanza upya. Unaweza ukatengeneza plan ambayo itakusort kwa hii nusu iliyobaki. Kwa sababu unakuta labda mtu alitaka awe ametunza akiba shilingi milioni 10. Mpaka imefika June hii ana milioni 1 tu. Huyo ni Kevin. Kumbe watu wanatunza milioni 10 na 50. Sasa Anton Luvanda, kuna hii inaitwa ni kama peer pressure kwenye mitandao. Watu wanaona watu wengine wanafanikiwa, si ni yeye tu ndo ambaye afanikiwi. Pengine kijana kama huyu ukizungumza naye, ukakutana naye uso kwa macho, unaweza kumwambia kitu gani? Kwa sababu watu kwenye mitandao watu wamefanikiwa. Sasa changamoto inakuja hivi Kevin, kwamba kwenye mitandao mara nyingi huwa tunaonyeshwa kitu ambacho tunataka kukiona. Na unakuta watu wengi sana hata kitaka kupiga picha, especially si wanaume na wanawake pia, unaingiza tumbo ndani. Kwa hiyo mtu kwenye picha Instagram unamuona kabisa ana 6 packs. Picha kisha afadhali sasa ni kuna watu wametaja bila majina hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana I think kuangalia kwenye mitandao kama inspiration, kitu ambacho kitakuinspire, lakini kisiwe kitu cha kuvunja moyo. Lakini pia kuna watu wengine huwa wabadiliki mpaka wamevunjwa moyo. Yaani kuna mtu anaendelea kula chakula na anakataa mambo ya afya mpaka pale atakapoambiwa bwana, ndugu yangu una kisukari, au kwa kufanya hivi ukiendelea utapata pressure. Na kuna rafiki yangu mmoja aliambiwa bwana, rekebisha diet yako. Hasa bwana, unajua mimi bwana, mifupa yangu mizito sana, kwa siwezi kupunguza uzito. Akamwambia sasa, ukiendelea hivi utapata kisukari, na ukipata kisukari utakukata mguu, sijui utafanya nini, maana ile inaitwa amputation. Kidonda ukipata kinakuwa. Jamaa alikuwa bado haelewi, kwa inabidi paondolewe. Lakini akasema pia ukiendelea hivi na nguvu za kiume zitapungua. Alipofika kwenye eneo la nguvu za kiume ndio jamaa akadai hivi, itakwisha. Sasa basi naanza kesho mazoezi yakaanza. Kwa hiyo wakati mwingine mtu mpaka awe discourage kiasi fulani ndio anafanya mabadiliko. Kwa hiyo kwangu mimi, kama utaangalia kwenye mtandao wa kijamii na itakupa hasira kwamba mbona vijana wenzangu wanafanikiwa, mimi sifanikiwi, inaweza kaa pia ni chachu ya wewe kuweza kumove forward. MC, lakini watu wa umri wangu wana BMW, mimi hata kiwanja Mkuranga sina. Naishije? Sasa unajua uzuri, na hiyo la umri wangu pia hilo linaumiza kwamba miaka hii huyu sawa la mimi miguu miwili, mbona sielewi hiyo pia. Nipo katikati ya mwaka sielewi, yani hata kibubu hakina 10,000 lakini mtu ana BM. That's a very good way to start. Kwamba inakuaje yule ameweza afu mimi nimeshindwa. Kuna mtu anaitwa ni mwimbaji wa nyimbo wa zamani kidogo, aliwahi kusema, kwani wao waweze wana nini na mimi nishindwe nina nini? Ask those questions, they are very important. Kwamba kama huyu wa umri wangu kaweza, mimi kwa nini nishindwe? Lakini pia fuatilia yeye amewezaje. Unajua wanasema success leaves clue. Mafanikio yanaacha alama. Kwa hiyo wewe ni kufuata zile steps tu, ukafanya hivi na mimi nifanye hivi. Wanasema kusonga ugali haijalishi wewe ni Muhindi au ni Mtanzania, wewe Mchaga, au ukisonga ugali ukifuata formula kwamba subiri maji yachemke, alafu utakoroga kwa muda fulani, ugali utaiva tu. Kwa hiyo anza kufuata formula tu. Sasa Wanda Gordon, kabla tujatazama jambo jingine, tunafahamu kwamba mfumuko wa bei, fursa ni chache. Vijana kwa mfano, tathmini tu ya kawaida ambayo pengine sio rasmi, wanamaliza wengi lakini wanaajiriwa pia ni wachache. Kujiajiri pengine ndio hivi inahitaji mtaji. Kijana anawezaje kufanya tathmini kwenye kipindi kama hichi katikati ya mwaka bila ya kuumia moyo? Okay, kujiajiri kwanza sio lazima kuwe na mtaji. Kuna ajira ambazo unaweza ukawa na maarifa juu ya kitu, ukauza maarifa yako, watu wakalipia na ukapata pesa. Lakini pia kuna mtaji wa rasilimali watu, social capital. Unaweza ukachukua mali kwa duka la mtu kwa mali kauli, ukauza ukarejesha pesa pale ambapo baada ya kuwa umelipwa, si ndio? Kwa hiyo sio kila biashara inahitaji mtaji. Bila kufanya somo ni gumu. Yaani bila mtu kufanya, yani bila kuingia na kufanya, yani ukiambiwa unaona somo gumu. Exactly, lakini ukifanya inaleta matokeo na inafanyika. Kwa hiyo ni sehemu tu ya kutafuta namna ambavyo unaweza ukaanzia sehemu fulani bila kuwa na kikwazo cha mtaji. Na sasa tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo mwenzetu alizungumza na baadhi ya vijana wa jiji la Mbeya. Wao wanatueleza namna yao tathmini wanaifanyaje, lakini je, walipanga mipango ama hata wao wanasubiri kipindi kiwasaidie? Mipango yangu ambayo nilipanga kuanzia mwezi Januari mpaka hivi sasa tumefikia miezi 6 ya mwaka. Kwa kiasi fulani kuna mipango yangu baadhi imetimia, kuna mipango yangu baadhi bado haijatimia, lakini ninaamini mpaka kufikia mwezi Disemba kwa kiasi fulani nitakuwa nafikia pale nilipokuwa nimepanga kufika. Ndio nina utaratibu huo, ninapanga kwamba kwa mwaka huu
nifanye hivi na hivi, yani kuna mipango yangu ninaiweka, na katika mipango yangu ninayopanga, kwa baadhi ya mipango hutimia, lakini baadhi ya mipango huwa ninafikia hata at least nusu, sio mbaya. Nina utaratibu wa kujiwekea mikakati ili kufikia nusu mwaka au mwaka ambayo angalau niwe nimefikia. Sasa mpaka kufikia sasa hivi kwa mipango niliyojiwekea, angalau ninaona kuna uelekeo. Japokuwa kuna changamoto mbalimbali ambazo unakuwa binadamu tunapitia, wewe unapanga mambo yako, Mungu naye anapanga mambo yake. Kwa hiyo ni hivyo, kwa asilimia fulani nimefikia, lakini kutokana na kwamba sijafikia kama ambavyo nilitarajia, nitaongeza juhudi na bidii ili kufikia mwezi wa 12 na mimi ninakuwa na kikoba changu binafsi ambacho nitakivunja nione kwa kiasi gani nimefikia kama kijana, ili niweze kufikia mafanikio kabla sijafikia umri ambao nitasema siyawezi mambo haya. Ni kweli nimekuwa na utaratibu kila unapoanza mwaka mpaka unapotamatika, kuweka malengo yenye maendeleo juu yangu, na kulingana na mazingira, sehemu ambazo tunaishi, tunakuwa na target ambazo umeziweka sasa, kwamba kwa mwaka huu nifanye kitu fulani, na nikifanya kitu fulani kitaleta tija gani, hali ambayo imekuwa ikileta morali na maendeleo kwangu mimi. Ukifikiria ndani ya mwaka ni takriban kama mpaka sasa 30% ya malengo yangu ambayo nilikuwa nayatamani yawe tayari yamekuwa. Hii ni kutokana na mazingira ambayo yako, na nategemea hizi 70% ambazo zimebaki kuanzia sasa mpaka mwezi wa 12 tutakapotamatisha mwaka, yawezekana Mwenyezi Mungu akijalia malengo yanaweza akatimia. Na faida ya kuweka malengo, moja ni namna ya kukua kiuchumi, pili inasaidia wewe sasa kujitambua na kujithamini na kutengeneza maendeleo. Mimi huwa na utaratibu wa kujiwekea malengo yangu, ambapo kuna malengo yangu ya muda mfupi na ya muda mrefu. Tunaposema kwa muda mfupi inamaanisha ni ya mwaka, lakini mpaka sasa malengo yangu ambayo ya muda mfupi ambayo ni ya mwaka, yani nimefikisha almost kama 50%, na nini bado nahitaji nipambane ili niweze kuyafikisha. Kwa mimi mpaka sasa tuko nusu mwaka, nimesema kwamba malengo yangu yamefika kwa 50%, yani bado nahitaji nipambane ili mpaka ninapofika Disemba malengo yangu yawe yametimia. Kila ninachokipanga, yani kila mwaka ninachokipanga huwa kinatimia. Ni asilimia chache sana huwa malengo yangu ya muda mfupi huwa hayatimii, lakini asilimia kubwa malengo yangu huwa kila ninachokipanga kila mwaka huwa kinatimia. Hao ni vijana kutoka Mbeya, wametueleza wao huwa wanapanga mipango. Mwingine anasema kwa 30% imetimia, mwingine 50%, mwingine akikiri kwamba si yote huwa inatimia. Sasa MC Luvanda, ninatamani tumsaidie kijana. Wakati mwaka unaanza, ipi sio mipango na ipi ni mipango? Kwa sababu kuna watu notebook inajaa. Kwanza ni lazima ujue malengo yamegawanyika katika vipengele mbalimbali, lakini kwa leo nitaongelea vipengele viwili. Kuna malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Hiyo lazima ujue. Na unapo ya categorize hivyo, unajitahidi sasa kuangalia jambo gani naweza nikalifanya ndani ya miezi miwili, jambo gani nitafanya ndani ya miezi mitatu, miezi 6, mwaka, miaka 10. Zamani nilikuwa na mimi nina mzuka wa kupanga malengo kwa mwaka. Nikaja kugundua mwaka utoshi. Yani kwa malengo nilionayo, kwa hiyo nikawa nafanya marathon badala ya ile sprint tunasema. Marathon kwa maana ya kwamba ni mbio za muda za umbali mrefu. Kwa mimi nina malengo ya miaka 10 na 5. Hii ya mwaka nilishavuka hiyo level. Ingawa sasa kila malengo yanakuwa unatakiwa ufanye jambo. Kwa mfano ukishasema malengo ya miaka 10, kumbuka miaka 10 imejengwa labda na mwaka mmoja. Mwaka umejengwa na miezi imejengwa na siku. Lakini pia lazima uwe na katika hiyo ulisoma lipi la kufanya na lipi si la kufanya. Kuna kategori nyingine tunasema kuna malengo yapo ya kiuchumi, malengo ya kiafya, malengo ya kijamii, kuna malengo ya kiroho. Sasa ni lazima pia
identify ili uweze kupanga yote. Wewe unataka nini? MC, Watu wengi hawajui wanachotaka nini. hapo kwenye malengo ya kiroho kwamba kufanya sana ibada ni malengo pia mtu anaweka. Mwingine anaweza akasema nataka kufanya alignment, nijitambue zaidi kiroho, nikue, kuna vitu inaitwa kukua kiroho. Kwa katika kukua kiroho sasa nitasoma zaidi Qur'an, nitasoma Biblia, nitakuwa na attend fellowship jumuiya na nini, kwa sababu badala ya kwenda club sana bana, ngoja niende jumuiya. Kwa hiyo pia inatakiwa kujipanga hivyo. Sasa katika mpango ya kiroho pia, kwa mfano nini cha kufanya ni sio cha kufanya. Unataka kuanzisha kanisa. Kwani wewe mchungaji unasoma vitabu jinsi ya kuanzisha makanisa Afrika, wala una huo wito kwa mchungaji. Na wala sio Mnyakyusa. Mbeya katika sehemu ambazo zina makanisa mengi ni Mbeya. Kwa hiyo hiyo pia lazima ujue kwamba mimi mipango yangu ni nini. Unataka kwa mfano kupungua. Na wewe tayari ni mwembamba. Sasa hiyo alikuhusu bwana hilo. Wewe panga isiwe sehemu ya malengo yako. Isiwe sehemu ya malengo yako. Kwa hiyo stick to the rule. Kama unataka kwenda Mbeya, panda basi la Mbeya. La Mbeya. Kama unataka kwenda Arusha, panda basi la Arusha. Lazima ujue unataka nini. Na usitake vyote. Mtu anataka BMW, anataka Vogue, anataka nini. Hebu anza basi hata na kidogo. Anataka kuanzisha kiwanda, anataka kuoa mwaka huo. Na mahali zimepanda bei. Mafuta yamepanda bei. Kwa lazima ujipange. Sawa. Wanda, vijana wengi pengine wakipata pesa tu katikati ya mwaka pale, pesa kidogo tu katikati ya mwaka, mambo yanabadilika, matumizi yanaongezeka, lakini wakati mwingine anaondoka hata kwenye ule mstari kwamba hela ameipata, pengine haikuwa kwenye ule mpango wa kuona kama nitaipata, imekuja, matumizi yanaongezeka. Kama ni kitu ambacho hajapanga kununua ama akikuwa kwenye mipango ya kununua atanunua. Hii inaweza kumuondoa vipi kijana kwenye ule mpango aliokuwa mpanga awali, kwa maana nilikuwa nimeandika lakini kuna fedha imekuja na matumizi yameongezeka? Mimi ambacho naona kwa pesa kama hiyo, nadhani ni pesa nzuri zaidi ya kuiwekeza, kwa sababu ndio pesa ambayo itakupa faida kubwa ikiwa ni kwamba imekuja kwa wingi wake na haukuitaraji. Kwa hiyo ni lazima tuweze kubadilisha vipaumbele vyetu vya kifedha. Hakuna pesa ya bahati mbaya ama bahati nzuri. Pesa ni pesa, haijalishi imekujaje. Na pale ambapo utaitumia pesa hiyo kuiwekeza ili uweze kuongezeka thamani, basi itakuwa ni matumizi bora zaidi ya kifedha kuliko kuitanua. Kwa sababu mwisho wa siku unaweza kutumia hiyo pesa ukihisi imekuja kirahisi, na kumbe hapo mbeleni haungeweza kupata tena kiasi hicho cha pesa. Kwa hiyo ni lazima uwe na nidhamu ya kifedha kwa namna iwayo yote ambayo unakuwa umepokea pesa kokote ilipotoka. Luvanda, kuna kijana pengine anagundua katikati ya mwaka kwamba hapa haya mambo hayatakwenda. Kuna kubadilisha gia angani, kwa maana yale nilikuwa nimeweka sasa niandae yapi, lakini pia kuna kukata tamaa. Kwa maana mtu anakata tamaa kutokana kwamba hajatimia. Sioni kama kuna mwanga huko mbele, na hii miezi inayofuata ni miezi fulani kama inaendaga haraka hivi kwa sababu inakimbilia sherehe. Sasa kuna tofauti gani kati ya kukata tamaa na kubadilisha gia angani ama kubadilisha ule mpango wa awali? Kwanza sio kosa kubadilisha gia angani, tunaita kurudisha mpira kwa kipa. Kwa wale ambao mnafuatia kombe la dunia sasa hivi kama Azam mnavyoonyesha, unashangaa mchezaji kafika kabisa na golikipa huyu hapa, lakini akarudisha nyuma. Sasa angepiga tu apeleke, aliona kwamba katika hii yengo nikipiga goli aliingii. Kwa hiyo lazima ujifunze kurudisha mpira kwa kipa, na inakupa fursa ya wewe kuji-evaluate na kuanza upya. Kukata tamaa ndio mbaya. Kwa mfano, unaweza ukateleza ukadondoka kwenye tope, tutakuelewa umeteleza. Ila tukiona unagaragara sasa kwenye tope, sasa huyu ana shida, amechagua. Huyu amechagua sasa kukapa. Jamani, mninue, nimedondoka. Can you imagine nimedondoka jamani? No, get up, jipukute, move forward. Hiyo ndio inaitwa usikate tamaa. Disappointment zinampata kila mtu. Uwe maskini, uwe tajiri. Tatizo maskini wengi wanafikiri kwamba disappointment zinawafuata wao tu. Hao losers. Anafikiri mimi ndio yananikuta haya. Wengine hawapati. Na hata ukija kuongea naye unakuta ananungunika. Aliyeninyima mimi ndio alokupa wewe bwana. Yani anaona kama yeye ndio kunyimwa. Si kweli huyo alikupa wewe ndio aliyenyima mimi. Lakini pia anaweza kukupa na wewe pia. Aliyenichelewesha, tuseme aliyenichelewesha sio kuninyima. Hajakucheleweshea wakati wako hujafika, au inawezekana hujaulazimisha. Kuna vitu Kevin unahitaji kulazimisha in life. Nimekuja kugundua ile wakati tunafanya mazoezi. Ukienda gym kuna kipindi unapangiwa lese reps labda 3. Kwa bwana piga hapa push up 20, hapa piga sui nini, hapa fanya hivi. Inafika mahali uko pale 15.
usipolazimisha 20 haifiki. Kwa kuna vitu inabidi ulazimishe. Wanda anazungumza siku zote kuhusu mambo ya uwekezaji. Ni kuja kugundua uwekezaji bila kulazimisha au sogei. Ndio unaitwa nidhamu sasa. Nidhamu ni uwezo wa kujizuia na kujilazimisha. Kufanya diet unafahamu. Yaani unaona kabisa pale wali umechemka namna hii lakini unajizuia unakula majani. Kwa hiyo yani maisha ni kujilazimisha. Waulize watu wa Mbagala kwenye kugombania daladala ndio utajua. Ukisema usubiri fursa ije hauwezi, lazima ung'ang'ane ili uingie kwenye daladala ufike kule. Mfano nafikiri umefika. Mfano ni halisi. Ila tukirejea kwako Wanda, tunakaribia kuhitimisha. Tunamwambia nini hapa binti ambaye yeye ameamua kuungana na boyfriend, wameamua kuwekeza kwa pamoja? Tuwakumbushe kwamba wewe milioni zilikupotea. Milioni zilikupotea Wanda. 20. Milioni 20. Tunamwambia nini binti ambaye ni Wakanda, superwoman, aliamua kufanya hivyo, kwamba kwenye ubinti wake ana akaunti ya pamoja na boyfriend, na sasa hivi wanataka kufanya tathmini. Kwanza kuna pande mbili za hili jambo. Sitaki kuitoa kwa umaana wake kwa sababu kwangu haikuniendea vizuri. Uwekezaji wa pamoja, utunzaji wa akiba wa pamoja kwa namna iliyo sahihi ni jambo zuri sana. Vidole viwili ndio vinavunja chawa, si ndio? Kwa hiyo kama unaweza ukapata mtu sahihi ukatunza naye akiba ama mkawekeza kwa pamoja kwa mifumo sahihi ya mikataba rasmi na maandishi yenye ushahidi wa kisheria, ni namna nzuri. Lakini kama itakuwa ni gentleman's agreement ya kuaidiana kwamba tutafanya hiki na kutunza pesa kwa namna isiyo rasmi. Kwa mfano kama mimi pesa ilipotea kwa sababu nilitunza pesa kwenye savings account, lakini in my head nilikuwa nawaza ni joint account. Sasa ndio maana ikapotea, kwa sababu mwisho wa siku unaenda benki, pesa ni ya kwake, account ni ya kwake. Hata kama niliweka mimi. Lakini wakifuata utaratibu wa joint account ya majina mawili wakaandikisha, yes, then it's the right way to go. Unaweza kujikuta mkafika mbali na mkaweza kutimiza malengo ya kiuwekezaji. Kwa hiyo ni namna ya kufuata utaratibu rasmi wa utunzaji wa akiba na uwekezaji kisheria ili kulinda maslahi ya watu wote wale ambao wanakuwa wanahusika. Sawa sawa. Huyu kijana, acha tu ngoja nisije nikamtaja jina. Alifanya jambo ambalo si la kiungwana. Nikushukuru sana MC Luvanda pamoja na Wanda Gordon. Tumekuwa na wasaa mzuri sana na ninategemea wakati mwingine tutaongea mengi zaidi. Hii ndio shajara yetu ya leo. Mimi ni Victoria Mwaksimba, endelea kusalia nasi, tutarejea punde.